Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, either awe na smartphone au kichochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram @invitepro_ au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Mamlaka ya Elimu Tanzania TEA imezitaka taasisi za maendeleo, sekta binafsi na Watanzania kwa ujumla kujitokeza kuchangia mfuko wa taifa wa elimu ili kuongeza rasilimali zitakazowezesha uwekezaji mkubwa katika elimu ya amali na kuwajengea vijana ujuzi wa kujiajiri na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Wito huo umetolewa na mjumbe wa bodi ya Mamlaka ya Elimu Tanzania TEA, Godfrey Bonaventura, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika banda la TEA kwenye maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Sabasaba yanayoendelea katika viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Mamlaka ya elimu ipo kisheria kwa ajili ya kusimamia mfuko wa taifa wa elimu, kutafuta rasilimali ambazo kimsingi zinapaswa kwenda kuboresha sekta ya elimu, hususan kwenye kuboresha miundombinu ya sekta ya elimu hapa nchini. Utoaji wa elimu sio jukumu la serikali pekee, na ndio maana mfuko wa taifa wa elimu upo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unatafuta rasilimali, na rasilimali hizo zinapaswa kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Zinapaswa kutoka kwenye wahisani wa maendeleo, lakini pia sekta binafsi, lakini pia na watu mbalimbali ambao wana uwezo wa kuchangia kwenye huo mfuko wa taifa wa elimu, kuhakikisha kwamba tunapata pesa nyingi ambazo zitasaidia kwenye uwekezaji wa sekta ya elimu. Na kama mnafahamu, dira yetu inajikita sana kwenye swala la ujuzi. Sasa kwenye swala la ujuzi, tunataka elimu yetu, mtoto anapomaliza ngazi yoyote anakuwa na ujuzi ambao unatakiwa kumuendeleza kwa namna yoyote na aweze kujiajiri. Na sasa hivi sera yetu imeweka maeneo mawili, kuna elimu ya jumla lakini pia kuna elimu ya amali. Sasa huko TEA tunataka sana kwenda kwenye elimu ya amali, kuhakikisha kwamba watoto wanapomaliza ngazi yoyote wanapata ujuzi ambao utawawezesha wao wenyewe kuwa na ujuzi huo ambao wataweza kujiajiri, lakini pia wataweza kuajiri watu wengine, lakini watakuwa ni wazalishaji, na mwisho wa siku tutapata vijana ambao wanakuwa ni wazalishaji ndani ya uchumi wetu, kitu ambacho ni jambo jema kwa taifa. Kwa hiyo TEA kama TEA mamlaka, tupo tayari kuhakikisha kwamba bodi pamoja na management tunafanya kila tunaloweza kuhakikisha kwamba tunapata rasilimali nyingi, lakini pia tunahakikisha kwamba rasilimali ambazo zinapatikana kupitia mfuko wa elimu wa taifa unawekeza kwenye maeneo ambayo yatajikita sana kwenye elimu ya amali. Na tukiwekeza kwenye elimu ya amali, tukapata vijana ambao watakuwa na ujuzi, ndio tutakuwa tunaweza kutekeleza sasa dira ya taifa ambayo inataka kabisa kuhakikisha kwamba mwisho wa siku tunakuwa na vijana ambao wana ujuzi, na ujuzi huo kwenye maeneo mbalimbali, na kulifanya taifa liweze kushindana kwa namna yote, hususan kwenye nyanja ya uzalishaji. Rai yetu kubwa kama board, kushirikiana na management, ni kwa wadau mbalimbali, wahisani wa maendeleo, hususan Global Affairs Canada, SIDA, hizi bilateral zote, Banki ya Dunia, lakini pia private sector mbalimbali ambao zipo hapa nchini zinapata faida, lakini pia zinawiwa kwenda kuchangia kwenye mfuko wa taifa. Tunawaomba sana waweze kuchangia kwenye huu mfuko ili kuhakikisha kwamba mfuko unapata pesa nyingi. Kuwa na pesa nyingi ndio namna ambavyo tunaweza tukawekeza sana kwenye elimu ambayo inatoa ujuzi kwa watoto wa Tanzania. Tunatamani sana tuweze kupata pesa nyingi kutoka kwa wadau, na ndio maana tunatoa rai hawa wahisani wa maendeleo, sekta binafsi na watu binafsi ambao wanaweza kuchangia kwenye mfuko, waje wachangie kwenye mfuko. Kuna namna mbalimbali ambao wanaweza kupata faida wao, pia pamoja na mamlaka kuweza kuwatambua, lakini pia wakichangia wanachangia kwa ajili ya taifa. Watu wakishakuwa wazalishaji ndio tunapojenga taifa zuri, tunapojenga uchumi mzuri, na mwisho wa siku tunaifanya Tanzania ambayo inapiga hatua kimaendeleo. Nashukuru sana serikali na support, hususan Wizara ya Elimu
kwa sababu inatoa support kubwa sana kwa mamlaka, lakini pia tunaomba serikali kwa namna moja au nyingine, kwa sababu na yenyewe pia kuna namna ambayo inatakiwa kuchangia kwenye mfuko wa elimu, kuhakikisha kwamba wanaendelea kutoa support ambayo wanaendelea kuitoa, lakini pia tunaomba pia serikali kuendelea kushirikiana na mamlaka kuweza kuwahamasisha wadau ili kuhakikisha kwamba na waelewe pia jukumu la kuboresha elimu au utoaji wa elimu sio jukumu la serikali pekee, ni jukumu la Mtanzania yoyote, ni jukumu letu sote. Lakini pia tunawaomba hata wahisani wa maendeleo nao waweze kuchangia kwenye mfuko wa taifa wa elimu ili kuhakikisha kwamba tunapata pesa nyingi ambazo tunaweza kuwekeza kwenye sekta ya elimu. Aidha, amesisitiza kuwa TEA itaendelea kushirikiana na bodi yake kuhakikisha inatafuta rasilimali nyingi zaidi na kuzielekeza katika miradi inayokuza elimu ya amali, hatua ambayo itasaidia kuzalisha kizazi cha vijana wenye ujuzi na uwezo wa kuchangia maendeleo ya taifa. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.